Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tunaendelea na darasa zetu katika kitabu cha Al-Wafi, na leo kwa tawfiki yake Mola tutaondokea katika ukurasa wa 28 katika kipengele cha 6 aliposema mwandishi al-a'malu bil khawatimi, kwa maana matendo huzingatiwa mwisho wake. Matendo ya mwanadamu daima huzingatiwa mwisho wake. Je, mwisho wake utakuwaje? Rawa al-Bukhari an Sahl ibn Sa'd, amepokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Sahli bin Sa'di ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam qal, kutoka kwa bwana mtume rehma za Mwenyezi Mungu na amani ziwe juu yake amesema, innamal a'malu bil khawatim, hakika si vingine vyovyote al-a'malu bil khawatimi, matendo huzingatiwa mwisho wake ama mwishoni mwake. Wa maana dhalika, na maana ya maneno hayo, anna man kutiba lahu al-imanu wa ta'a, hakika mtu yoyote yule ambaye kutiba lahu al-imanu, ameandikiwa imani ama aliyoandikiwa imani, wa ta'a na ta'a, akhir al-umri, mwishoni mwa umri. Qad yakfuru billahi, huenda mtu huyu aliandikiwa imani kwa maana lazima awe mu'min. Huenda qad yakfuru billahi, afwan, qad yakfuru billahi, huenda akamkufuru Mwenyezi Mungu, wa ya'si Allah, na akamwasi Mwenyezi Mungu. Hinan, muda fulani, hinan, muda fulani, kwa maana ni wakati ambao kwamba ni mubham. Neno hin ina maana muda fulani, lakini haufahamiki ile limiti yake. Huenda ukawa ni muda mrefu ama muda ukawa mfupi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika suratu Safat aya ya 174 aliposema, fatawalla anhum hatta hin, basi waachilie mbali, hatta hin, kwa muda fulani. Kwa hiyo neno alhin ina maana ya muda ambao kwamba ni mubham. Mubham kwa maana haufahamiki limiti yake, huenda muda huo ukawa ni mkubwa ama ukawa ni mdogo. Thumma yuwafiquhu Allahu Ta'ala, kisha Mwenyezi Mungu akamwafikisha mtu huyo ila al-imani wa ta'a, akamwafikisha katika kutenda, katika kuamini na ta'a. Fi fitratin, ama fi fatratin, katika wakati au marhala mina zaman, ya muda, kabla akhir umri, kabla ya mwisho wa umri wake. Wayamutu ala dhalika, na kafa mtu huyo juu ya hali hiyo. Fayadkhulul janna, aingie peponi. Mtu ambaye kwamba tayari fil azal ameshaandikiwa kwamba mtu huyu atakuwa ni mu'min na atafanya taa, huenda mtu huyu alioandikiwa imani na taa, huenda akamkufuru Mwenyezi Mungu na huenda akamasi katika muda fulani, kisha Mwenyezi Mungu anakuja kumpa taufiki ya kuamini na kufanya taa, sawa, katika wakati fulani wa mwishoni mwa umri wake, alafu mtu akafariki na akaenda peponi. Waman kutiba alaihi al-kufr, na mtu ambaye aliandikiwa ukafiri, walfusuq, na uovu, akhir al-umri, mwishoni mwa umri wake, qad yu'minu, huenda mtu huyo akamwamini Mwenyezi Mungu, wayati'u, na akafanya taa, akamtii Mwenyezi Mungu, hinan, muda fulani. Thumma yukhdhiluhu Allahu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwacha apotoke, ama akamwacha akaanguka, kwa maana Mwenyezi Mungu kisha amtupe, ndo maana ya khudhlan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratu Ali Imran aya 160, in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum, akikunusuruni Mwenyezi Mungu, fala ghaliba lakum, hapana wa kukushindeni. Wa in yakhdhulkum
faman dhalladhi yansurkum min ba'di, na akikutupeni ni nani basi baada yake yeye atakaye kunusuruni. Sawa, hiyo ni aya ya 160 ya suratu Ali Imran. Ikiwa Mwenyezi Mungu akikunusuruni, hakuna yote kukushindeni. Sawa, wa in yakhdhilkum, na akikutupeni, faman dhalladhi yansurukum, basi ni nani baada yake atakaye kunusuruni. Kwa hiyo huyu mtu ambaye ameandikiwa ukafiri na uovu, sawa, kad yu'minu, huenda akamwamini Mwenyezi Mungu, ayutiu, na akafanya taa, thumma yukhdhiluhu Allah, kisha Mwenyezi Mungu amtupe ama amwache apotoke, bikasbil abdi, kwa chumo la mja, wa amalihi, na matendo yake, wa iradati, na kwa kutaka kwake. Kwa sababu tukumbuke kule inna hadainahu sabila. Kwa hiyo mtu, aya yote inapatikana kwa irada yake na kwa amali yake mwenyewe, kwa chumo lake. Mtu anafanya maasi yeye mwenyewe, fayantiqu bikalimatil kufri, mtu huyu akatamka neno la ukafiri, wayamalu biamali ahli nari, na akafanya matendo ya watu wa motoni, wayamutu ala dhalika, na akafariki katika hali hiyo, fayadkhulun nara, aingie motoni. Kwa hiyo ikiwa hali ni hivyo, mwandishi hapa anasema fala yaghtarranna bidhahiri hali al-insan, fala yaghtarranna. Kwa hiyo mtu asidanganyike, ama mtu asighurike. Sawa, mtu asighurike bidhahiri hali al-insani, kwa dhahiri ya nje ya hali ya mwanadamu, mtu asidanganyike. Fa innal ibrata bil khawatim, kwa sababu hakika mazingatio ni mwishoni mwa umri, mwishoni pale ndo kuna mazingatio. Wala ya'sa, na wala mtu asikate tamaa, min dhahiri hali al-insani, kutokana na dhahir ya hali ya mwanadamu. Fa innal ibrata bil khawatim, hakika mazingatio ni mwishoni. Nas'alullah ta'ala, tuomba Mwenyezi Mungu athabata, atupe ithbati, atuthibitishe ala alhaqi, juu ya haki, ama katika haki, wal khair, na khairi, wa husnul khatima, na Mola atupe mwisho mema. Kwa mtu asighurike kwa kumwona mtu labda yupo katika maasi, na wala asija kajiona ndo bora, kwa sababu mtu hujui, pengine yule unemdharau yule ndo akawa yeye Mwenyezi Mungu amemwandikia mtu yule afariki katika imani na katika taa, mwishoni mwa umri wake anakuja kutubu, alafu mtu yule aje kuingia peponi. Na huyu ambaye hivi sasa anafanya ibada, na yeye pia asidanganyike. Ama mtu ukimwona anafanya ibada, ile dhahiri yake yani inakuwa sio hukumu. Hukumu ni nini? Ni al-umuru bil khawatim, matendo huzingatiwa mwisho wake, pale mtu ndo anazingatiwa. Kwa hiyo anakuambia hapa, Waarabu anakuambia la takhda'u kal madhahir, yasikudanganye mionekano ama muonekano. Fahuduul maqabir, basi ule ukimya wa makaburi, la yani haumaanishi anna aljamia fil janna, kwamba wote waliozikwa katika ile makaburi wako peponi. Kwa hiyo ule muonekano usikuhadae. Kana nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa bwana mtume rehma na amani ziwe juu yake, yakthiru fi duaihi, ama yukthiru fi duai, akikithirisha mno katika dua zake kwa kusema maneno haya: ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo. Ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo. Thabbit qalbi, uthibitishe moyo wangu. Ala dinika, katika dini yako, ama juu ya dini yako. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wa sallama, pamoja na kwamba yeye tayari ni maasum, mtu ambaye warafana laka dhikrak, lakini alikuwa haachi kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amthibitishe katika dini na uthibitishe moyo wake. Kwa hiyo hapa tunapata mafunzo kwamba sisi ndio tunahitajika zaidi, sisi ambao kwamba hatujahifadhika, sisi ndio tunahitajika zaidi tumlilie Mwenyezi Mungu azitengeneze nyoyo zetu. Warawa Muslim, na amepokea Imam Muslim hadithi: inna quluba bani adama, hakika nyoyo za wanadamu, inna quluba bani adama, hakika nyoyo za wanadamu, baina usbu'aini min asabi'ir rahmani, zipo katika vidole viwili
min asabi arrahman, katika kutokana na vidole viko baina ya vidole viwili miongoni mwa vidole vya Arrahman, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ka qalbi wahid, mfano wake ni kama moyo mmoja. Yusrifuhu kaifa yasha, Mwenyezi Mungu hubadilisha ule moyo vile anavyotaka. Kaifa yasha, namna anavyotaka. Kwa maana si ajabu mtu leo kamkuta haswali, hafanyi ibada, kisha akabadilika akawa mtu wa taa, akawa naswali na kufanya mambo ya khairati. Kisha si ajabu kumkuta mtu anafanya mambo ya khairi akabadilika akafanya mambo ambayo hayafai, mambo ya maasi, kwa sababu ule moyo upo katika umiliki wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anaziswarifisha nyoyo namna anavyotaka mwenyewe. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, kisha bwana mtume rehma na amani za juu yake akasema, Allahumma ay mola wa haki, musarriful qulub, mwenye kuzibadilisha nyoyo, sarif qulubana, zizibadilishe nyoyo zetu, ala taatika, ziwe katika kukutii wewe. Hii ni dua ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akiishika na kushikamana nayo akimwomba Mwenyezi Mungu. Qala Ibn Hajar al-Haytami, amesema Ibn Hajar al-Haytami ni katika wanavyoni wakubwa katika madhhabi yetu ya Imam Shafi na vitabu vingi, na miongoni mwa vitabu vyake vyenye faida ni Al-Fatawa Al-Hadithia. Ni kitabu kizuri haswa kwa mtu ambao kwamba ni talibul ilmi, muhimu awe nacho nawe anakisoma. Ni kitabu cha fatwa na kimeeleza mambo mingi tofauti tofauti. Ibn Hajar Al-Haytami anatuambia, inna khatimata su'i, hakika ya mwisho mbaya. Inna khatimata su'i, hakika mwisho mbaya ama mwisho muovu unakuwa mwisho mbaya. Inna khatimata su'i, mwisho mbaya unakuwa takunu wal'iyadhu billahi, na kujikinga ni kwa Mwenyezi Mungu. Wal'iyadhu billah, na kujikinga ni kwa Mwenyezi Mungu. Bisababin dasisa, inakuwa ni kwa sababu dasisa, na dasisa manake ma ukhfiya minan namima wal khida'i wa sharri. Dasisa ina maana kwa maana mambo ambayo yaliyojificha. Mwisho mbaya unakuwa kwa sababu ya mambo fulani yanakuwa yaliyojificha, batiniya, ya ndani lilabdi, batiniyati lilabdi, mambo ambayo kwamba yamejificha ndani ya mja. Sawa? Na hii hapa aliposema waliyadhu billahi ameweka vistari viwili. Hii ni jumlatul mu'taridha. Jumlatul mu'taridha manake inakuwa kuna maneno ambayo inakuwa inaingia kati baina ya sentensi mbili. Wanasema wanavioni, hiya allati tatawassatu baina ajza'il jumla. Tatawassatu inaingia kati na kwa kati baina ya vifungu va sentensi ambazo kwamba ni almustaqilla, zenye kujitegemea. Lengo litakariri maanan yataallaqu biha, ni kukariri maana ambayo ina mafungamano. Mfano kama unaposema Zaidun rahimahullahu qa'imun, Zaidun kisha ukapiga kistari hafidhahullahu au rahimahullah, lakini afdal useme hafidhahullah. Zaidun ukapiga kistari hafidhahullahu, kistari tena qa'imun. Kwa hiyo hii hafidhahullahu iliyopo hapa kati ndio jumla mu'taridha, inakuwa ni sentensi ambayo inaingia kati, lakini inakuwa ina mafungamano maalumu kwa ajili ya kukariri maana. Kwa hiyo aliposema waliyadhu billahi, ni jumla mu'taridha ambayo inayo mafungamano na hichi kinachozungumziwa hapa. Ibn Hajar anatuambia mwisho mbaya ama mwisho muovu inakuwa ni kwa sababu ya kuwepo mambo fulani ambayo yaliyojificha ndani ya mja, wala yatali alaiha nas, na wala watu hawayaoni mambo hayo. Wakadhalika, na hali ndio hiyo na hivyo kad ya'malu rajulu, huenda mtu akafanya amala ahli nar, matendo ya watu wa motoni. Wa fi batinihi, na ndani yake khaslatu khairin, kuna jambo la khairi ambalo khafiya, lililojificha. Taghlibu alayhi akhira umrihi, linakuja kushinda ama la kuja kudhihiri
jambo hilo mwishoni mwa umri wake, fatujibu lahu husnul khatima, jambo lile likawajibisha kwa huyo mtu kupata mwisho mwema. Wahaka Abdul Aziz bin Daud qal, na amesimulia Abdul Aziz bin Daud amesema, hadartu inda muhtadar laqni ashahadataini faqala, nilihudhuria kwa yule mtu anayemlakinisha mtu anayetaka kufariki shahada. Faqala, akasema, huwa kafirun bihima, huyo ni mwenye kuzikanusha, mwenye kuzikufuru. Fasaala anhu, akauliza ni ipi hali yake huyu mtu, akaulizia yule bwana. Fa idha huwa mudminu khamrin, tahamaki kwamba yule mtu ni mwenye kudumu kunywa ulevi. Wakana Abdul Aziz, na alikuwa Abdul Aziz bin Daud yakula, akisema, ittaqu dhunuba, yaogopeni madhambi, fa inna, hakuna hakika ya madhambi, hiya allati, ni yale ambayo, au qaatuhu, ndiyo yaliyomfanya huyu mtu awe katika hali hii ya kushindwa kutamka hii shahada, kwa sababu kuna madhambi alikuwa akiyafanya kwa siri mwenyewe, yamejificha. Kwa hiyo haya ndiyo yaliyomzuia. Maneno hayo utapata kaika namba 1 hapa taaliki chini. Maneno hayo utapata katika Fathul Mubin li sharhi al-40 ukurasa wa 105. Fathul Mubin ni katika sherehe pia za kitabu hiki tunachokisoma al-40 an-Nawawiyya. Ni sherehe kubwa ambayo ina faida kubwa na ni muhimu kwa talibul ilm awe nayo. Namba 9 anasema, ashara hadha alhadith an-nabawi, hadithi hii ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama imeashiria ila marahili, katika daraja level fulani za numul janini fi rahimi, za kukua yule aljanini, mtoto aliyekuwa tumboni, fi rahim, alikuwa tumboni. Janini ni mtoto kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita. Kwa hiyo hadithi hii imetuonesha daraja na kukua kwa mtoto akiwa tumboni. Walam yakshifu ilmu tashrihi, na haikugundua ama na haikubaini ilmu tashrihi, elimu ya at-tashrih, wa ilmu al-ajinna, na elimu ya vizazi, an hadhihi al-marahil, kuhusu daraja hizi, illa fi asri al-hadith, isipokuwa katika hizi zama zetu. Asri al-hadith kwa maana hizi zama ambazo tupo ndani yake, sawa. Haikugundua ilmu tashrih. Ilmu tashrih ni nini? Ilmu tashrih wanatuambia wanavyoni wa lugha kwamba ilmu ni elimu yabahathu fi bunyani al-ajsam, elimu ambayo inayozingatia na inayoshughulika na bunyani al-ajsami, namna mwili unavyoundwa, sawa, kwa muundo, al-udhuiyya, ya viungo, yani jinsi ya mwili unavyoungwa, viungo vyake, bitaqti'iha, kwa kuchambua na kukata na kuupembua kwa undani. Kwa hiyo elimu tashrihi ni elimu ya anatomy ambayo kwamba inaonesha jinsi mwili ulivyoundwa vipi kwa muundo na namna ya kukatakata na kuchambua ama kuupekua na kupembua kwa undani zaidi. Kwa hiyo ilmu tashrihi na elimu ya vizazi, ilmu al-ajinna, haikugundua hii isipokuwa katika hizi zama zetu, sawa. Wa huwa i'jazun ilmi, nayo ni i'jazi ya kiilmu dhahir ya wazi, fil Qur'an al-Karim, katika Qur'ani tukufu, wa sunnati nabawiyya, na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. I'jazi ni kuletwa kitu ambacho kwamba watu wengine wakashindwa kuleta mfano wa kitu kile. I'jazi ina maana inakuja kwa maana ya kushinda. Kuna i'jazul Qur'ani. Kwa hiyo ilmu tashrihi katika zama zote hizo zilizopita ilishindwa kujua hukukua na daraja hizi ambazo zinatokea katika tumbo la mama, isipokuwa katika zama zetu. Kwa maana hawa wanaofanya utafiti katika hizi zama zetu wakipata zile result, wanaambia mbona hicho kitu katika Uislamu tayari kishatajwa kipindi, kishatajwa muda. Kwa maana kwamba hilo mnalotueleza sio jambo geni, sisi katika dini yetu tayari tushaelezwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hadithi hii inajulisha kwamba
elimu hizi yani elimu ya dini na mambo ambayo kwamba yameelezwa katika Qur'an na katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, imezitangulia hizi elimu ambazo kwamba za kuvumbua vitu hivi sasa. Kwa maana vile vitu ambavyo vitakavovumbuliwa tayari vishatangulia kutajwa. Sawa? Hii ndio hadithi yetu ya 4. Insha Allah tutaendelea na hadithi ya 5 kwa tawfiki yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Allahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.